hatua. Sasa hivi msikilizaji, kwenye The Morning Call asubuhi hii ni mengi tu ambayo namna hii naenda kuyadadavua ili iweze kuwa na ufahamu yale ambayo anazungumzia hivi leo. Basi eneo lenye rutuba la Sudan ambapo chakula kinaoza kutokana na njaa na vita. Hii ndio Morning Call ya siku ya leo msikilizaji. Kuna sehemu fulani nchini Sudan ambapo idhaa hii imebaini kwamba ukifika unaweza kusahau kwamba kuna vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea. Msikilizaji, wanawake waliovalia mavazi yenye rangi angavu na viatu vya plastiki katika milima ya Jebel Mara nchini humo huondoka kila asubuhi na watoto wao juu ya punda, watoto wakiwa wamebebwa kutunza wanyama. Katika hali hii ya hewa kama Mediterranean, na kwa kutumia udongo wenye rutuba, wanapanda karanga, machungwa, tufaa na strawberry, mazao adimu kwa nchi ambayo sasa inakabiliwa na moja ya migogoro vibaya zaidi ya njaa duniani. Kabla ya mzozo huo, machungwa ya kikaboni ya Jebel Mara yalidhaminiwa sana kote nchini humo kwa utamu wake. Eneo la milimani katika sehemu hii ya magharibi mwa Darfur limejaa vilele vya kijani kibichi, haswa sasa kwani ni msimu wa mvua kote nchini humo. Kutokana na mapigano ya miaka 2.5 ambayo yamelemaza kilimo, karibu watu milioni 25, nusu ya idadi ya watu, wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, wakiwemo zaidi ya 600,000 ambao wanakabiliwa na njaa kulingana na Umoja wa Mataifa. Lakini katika nyanda za juu za Jebel Mara, tatizo si kilimo chakula, ni kutoa mazao karibu, ambapo hatua hii inajitokeza kutokuwa na usalama na hali mbaya ya barabara hufanya usafiri kuwa mgumu sana. Jebel Mara ni eneo la mwisho lililobaki linalodhibitiwa na jeshi la ukombozi la Sudan, Abdullahi Swar. Kundi hili lenye silaha limebaki bila kuegemea upande wowote katika vita vya sasa. Halijawahi kusaini makubaliano ya amani na mamlaka huko Khartoum kuanzia mwaka 2003 na mzozo kuhusu Darfur. Wakati huo Swar imedhibiti kile ambacho wenyeji wamekielezea kama maeneo yanayokombolewa. Sasa likiwa limezungukwa na vita pande zote, eneo hilo linazidi kutengwa. Upande wa magharibi na kaskazini, vikosi vya wapiganaji wa RSF na wanamgambo wa shirika wa Kiarabu wamefunga barabara kuu. Upande wa kusini, maeneo ya RSF ulipuliwa karibu kila wiki na jeshi la Sudan. Mashambulio haya pia yanagharimu maisha na raia. RSF pia inadhibiti maeneo upande wa mashariki. Matokeo yake ni mazingira yaliyofungwa ambapo wakulima na wapatanishi hawawezi tena kufikia masoko ya kitaifa katika miji ya Elfasha iliyo umbali wa kilomita 130 sawia na maili 82, au Tain kwenye mpaka wa Chad umbali wa kilomita 275 maili 170. Kuna njia mbadala nyingine, lakini hakuna hata moja iliyo na ufikiaji sawa wa kitaifa, na zote zinahusisha safari za hatari. Tawila iliyo pembezoni mwa eneo la Swar imekuwa eneo la soko la muda. Iko kwenye barabara kuelekea Elfasha ambayo imekatishwa na kuzingirwa na RSF, na imekuwa makazi ya makumi ya maelfu ambao wanaweza kukimbia mji huo. Kwa sababu ya ugumu wa kuhamisha mazao zaidi, kuna usambazaji kupita kiasi sokoni na matokeo yake bei hapa imeshuka. Kuna baadhi hapa wanaotafuta kununua vifaa ili kujaribu kusafirisha mazao kwenda Elfasha, biashara hatari sana na inayohatarisha maisha. Kupata bidhaa hadi hapo kumekuwa changamoto kila wakati, na chakula wakati mwingine kinaweza kuoza njiani. Katika eneo la Darfur ya kati, makubaliano ya hivi karibuni kati ya viongozi kutoka kabila la Far linalotawala eneo hilo na wahamaji wa Kiarabu wameruhusu biashara ndogo katika baadhi ya maeneo.
masoko yamefunguliwa tena katika mji wa Netiti unaodhibitiwa na SWA, ambapo wanawake wa Kiarabu huuza maziwa ya siki na wakulima wafaa hulete matunda na mboga. Matunda na mazao sasa yanaweza kuuzwa sokoni katika Zalingei yaliyodhibitiwa na RSF, mji mkuu wa jimbo la Darfur ya Kati. Lakini wanamgambo wa Kiarabu wanaoshirikiana na RSF mara nyingi wanashutumiwa kwa kuwanyanyasa au kuwashambulia raia katika eneo hilo, ingawa makundi hayo yanakana shutuma hizo. Kila Alhamisi, ambayo ni siku ya soko, idadi ya vituo vya ukaguzi kati ya Netiti na Zalingei huongezeka. Wakati mwingine hufikia zaidi ya dazeni mbili, lakini kadiri magari mengi yanavyokuwa barabarani siku ya soko, watu wengi zaidi hutumia fursa hiyo kusafiri. Vituo vya ukaguzi, baadhi vikiwa na wapiganaji wa RSF na vingine vya wanamgambo wa Kiarabu, wakati mwingine husimamiwa na mtu mmoja tu mwenye silaha aliyevaa nguo za kawaida ambaye anadai ada. Madereva mara nyingi hujaribu kujadiliana, huku abiria wakiendelea kutazama kimya kimya. Kurudi katika eneo la Jabel Mara, vituo vya ukaguzi vya SWA hulinda kila barabara inayoingia milimani, na wanaume wenye silaha pia hudai pesa. Mifuko hupekuliwa kwa magendo, hata ikiwa ni pamoja na krimu za kuchubua ngozi zinazotumika sana kwingineko nchini Sudan huchukuliwa. Wakati wa kuingia katika eneo linalodhibitiwa la SWA, licha ya amani ya kiasi, hakuna dalili wazi za mzozo kwingineko nchini humo. Maroli yanayojaa watu wanaokimbia mapigano, hasa karibu na Elfasha, yanaweza kuonekana kila siku. Wengi wao hupata hifadhi katika shule, kliniki na maeneo mengine ya umma, wakipokea msaada mdogo wa kibinadamu. Mashirika ya misaada yanajitahidi kupita katika vituo vyote vya ukaguzi. Huko Golo, mji mkuu wa eneo la SWA, mwanamke ambaye alikuwa ametoroka kutoka Elfasha alielezea hali mbaya. Sasa anajificha darasani na familia nyingine 25 zilizowasili hivi karibuni. Alipokuwa akizungumza, wagonjwa wazee walilala chini na watoto walikuwa wakipiga kelele kwa njaa. Angalau kutakuwa na utulivu kwake. Chakula ambacho hakingeweza kuchukuliwa kutoka Golo kimepatikana. Hii ni eneo la Jabel Mara, ulimwengu wa ajabu unaozungukwa na vita, ulimwengu wa milima na ya kijani kibichi na maporomoko ya maji, ulimwengu wa matunda angavu na yenye sharubati. Mfanyabiashara mmoja wa matunda amesema amepoteza matumaini katika pande zote mbili zinazopigana. Na hiyo ndio Morning Call ya asubuhi ya leo. Jina langu ni Kantona Joseph.